Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kupata matokeo ya ushindi na hilo ndio lilikuwa lengo letu kama timu na kama wachezaji pia. Tulikuwa tumekubaliana kwamba mchezo wetu wa leo lazima tupate matokeo ya ushindi. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeenda kucheza vizuri na kuweza kupata matokeo ya ushindi. Kwa kuangalia kwa kuangalia tu Duchu, kwa namna ambavyo mmeanza leo, ni wengi ambao sio mara nyingi kupata nafasi, lakini imekuwa ni fursa kiasi gani kwenu? Ni fursa kubwa unapopata nafasi ya kucheza, unatakiwa uoneshe ambacho mwalimu amekupa nafasi ya kucheza, unatakiwa uoneshe kile ambacho mwalimu anapaswa kukiona kwako, hasa kwa wachezaji ambao hawajawahi kupata nafasi. Kwa hiyo hii ni nafasi nyingine ambao hawapati nafasi kama mimi, pia tunapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo tunafurahi kwa sababu pia mchezaji ni kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kucheza unaonesha. Nataka tufahamu kipindi cha kwanza mlikuwa mjapata nafasi, pressure ilikuwaje kwa upande wenu na kocha aliwaambia kitu gani ili muweze kupata ushindi? Nadhani toka tunaingia hapa, toka tunakuja kwenye mchezo, mwalimu alituambia kwamba tunatakiwa tucheze kwenye zile mbinu ambazo yeye anatuelekeza. Ukiangalia ni wachezaji wengi hawajacheza, kwa hiyo lazima game iwe tofauti. Ukiangalia kikosi kizima asilimia watu wachezaji waje, kwa hiyo lazima mechi iwe ngumu kwa sababu ndio kwanza mechi ya kwanza leo tunacheza, lazima iwe tofauti. Na lazima ukiangalia hakuna mchezaji ambaye amesha labda kwa mechi 3 mfululizo, hamna. Mmoja anacheza mechi moja anapumzika au atapata nafasi kabisa. Kwa hiyo mechi kama hii inapotokea na kutokana na timu kama Mafunzo, nadhani watu wameona ni timu nzuri ambao wamekuja kweli kufanya kwenye mashindano. Kwa hiyo kulikuwa kuna ugumu kwenye kipindi cha kwanza, lakini mwalimu alituambia kwamba tusitoke kwenye mbinu zake, tucheze vile anavyotaka yeye. Lakini pia imewapa funzo gani kwa kuanza? Wengi waliamini kwamba huenda mkawafunga goli nyingi, lakini imekuwa ni tofauti. Ninyi imewapa picha gani mnakwenda kukutana na Mlandege ambao mara nyingi mkikutana nao huwa wanawasumbua sana? Kwanza lazima tujue kwamba hakuna timu dhaifu kwa kipindi hiki. Timu zote ziko vizuri. Kwa hiyo mashindano kama yanapotokea Muungano, timu zote zinachukulia ni timu ambazo ziko nzuri. Kwa hiyo wewe ukija kwa imani yako kwamba mimi Simba Sport Club nakuja tu kucheza, itatokea aibu hapa. Kwa hiyo kila timu inaonyesha ilichojaliwa na tunakutana na ushindani mzuri. Kwa hiyo hata sisi pia wachezaji tunafurahi kwa sababu tunapata experience, tunapata game time pia. Kwa hiyo ni timu nzuri. Kwa hiyo hata sisi pia tulipata ugumu kipindi cha kwanza, lakini tunashukuru kwa matokeo ambayo tumepata kwa sababu ambazo zilifanywa na mwalimu, tumeweza kubadilisha mchezo na kuweza kupata matokeo ya ushindi. Upande wako sasa, michuano hii inakuwa na maana gani na upatikanaji wako wa nafasi? Mimi kwangu nikipata nafasi nacheza. Mimi ndo kitu ambacho kipo moyoni kwangu na kichwani kwangu. Kwa hiyo ninapopata nafasi natakiwa niitumie nicheze basi. Hakuna kitu kingine zaidi ya hicho. Asante. Nashukuru, na mchezo nadhani ulikuwa mzuri. Kipindi cha kwanza mpaka cha mwisho mchezo ulikuwa mzuri. Mchezo huu kwako ulikuwa una maana gani? Ni mchezo mzuri. Ukipata nafasi ujue ukiwa uchezi muda mrefu, ukija ukipata nafasi ya kucheza kwanza unajisikia furaha, na pia nadhani confidence inaongezeka. Ukipata mechi 2-3 confidence inaongezeka. Kwa hiyo nimejisikia furaha sana kupata nafasi katika mchezo wa leo. Uliondoka ukiwa umeacha matokeo mabaya sana na Mapinduzi katika dimba hili. Pengine mwalimu alipokuamini tena leo, uliingia ukiwa na wazo gani? Mimi naamini kila kitu kikitokea na kiachaga hapo naanzaga upya. Kwa hiyo nilivyoingia nilikuwa tu nafikiria mchezo wa leo na sio vinginevyo. Na Mafunzo ni mpinzani wa namna gani kwa nini mlipomtazama? Ni timu nzuri, ni timu ambayo inacheza vizuri, na sabu zao kuanzia kikosi cha kwanza mpaka sabu zilizoingia ilikuwa ni timu nzuri. Unasimba wategemee nini sasa kwako? Mwalimu anaendelea kukuamini? Mwalimu akiniamini naamini watapata vitu vizuri. Kwa hiyo mimi sina mamlaka kujipanga mimi mwenyewe. Kwa hiyo mwalimu akitoa nafasi nitaitumia kama ilivyo. Lakini kutopata nafasi mara nyingi hii inakuwa inakuathiri? Kama mchezaji inakuathiri kwa sababu usipopata nafasi mara kwa mara confidence inashuka. Kwa hiyo unapopewa mechi unakuwa unacheza chini ya kiwango. Kwa hiyo ukiwa mchezaji yote unatakiwa kupata nafasi ili ongeze kiwango. Na kipi ambacho umekichukua kama funzo kwenye mchezo wa leo lakini pia michuano kiujumla kwa kuanza? Funzo nadhani katika mchezo wa leo nadhani kupata clean sheet ni kitu cha muendelezo, ni kitu kizuri, na tutarajie vitu vingi katika michezo ijayo. Unawaza nini baada ya upande wa makombe wa Simba kwa kulitazama hilo? Sisi tunawaza kuchukua kikombe, hatuwazi kitu kingine chochote. Yaani tunachowaza kila mchezo kwetu ni finali, tukipata matokeo tuende katika hatua nyingine ya finali. Nafasi hiyo unaiona pia? Inaonekana. Shukrani sana. Asante.
Kuchaguliwa nyota wa mchezo katika michuano hii, kwa kuanza tu, hii inakuwa ina maana gani kwako, lakini pia inakupa morali kiasi gani kuendelea kupambana? Kuchaguliwa nyota wa mchezo ni jukumu lote la wachezaji wenzangu. Tumepambana kwa pamoja, kila mtu amepambana kwenye nafasi yake. Kwa hiyo tuzo sio yangu peke yangu, kwa sababu wachezaji wadogo walikuwa wengi. Kwa hiyo sote tumepambana kwa nafasi na mwalimu. Kwa hiyo zumo letu lilikuwa ushindi, na mwalimu alituamini wachezaji wengi ambao kwa tucheze. Kwa hiyo mimi kupata man of the match ni lengo la wachezaji wote. Kwa hiyo ilikuwa ushindi, na ushindi nadhani umenipa man of the match, kwa sababu wachezaji wengi walikuwa wadogo na tunapambana kwa ajili ya Simba, na Simba ni timu kubwa, na kikubwa tumeondoka na ushindi, kumshukuru Mungu. Tuzo hii inaenda kwa nani? Tuzo hii ni ya mkubwa mama. Kwa nini mama? Kwa sababu mama alitamani nicheze siku nyingi, alikuwa aone nikicheza, kwa hiyo leo nimepata nafasi na yeye kaona nimecheza na nimefanikiwa kupata man of the match, ni zawadi kwake. Kama mchezaji sasa, nini cha tofauti umetoka nacho kwa leo baada ya kupata tuzo hii na mwalimu kukuamini umecheza na umeonyesha? Mimi kama mchezaji zumo langu ni kufocus, kwa sababu naona kabisa inawezekana, kwa hiyo kupata man of the match, na mwalimu anaona kabisa ananiamini, kwa sababu wachezaji walikuwa wengi na wengi tumepewa nafasi. Kwa hiyo mimi nimepata tuzo hii kwa sababu nimecheza vizuri, nimepambana, na kwa ajili ya wachezaji wenzangu pia wadogo ambao walipata nafasi, ni lengo letu lote kushinda. Kwa hiyo ushindi nadhani ndio umenipa tuzo hii kwa wachezaji wenzangu. Semfuko, baada ya wengi kuona kikosi kile wakasema kwamba Simba mbona leo mambo mazito hapa, lakini pia baada ya kuona vile mnakosa nafasi, labda ulipata nafasi kuweza kuzungumza na wenzako, kwa maana ulimuonyesha kitu cha ziada ambaye kuchaguliwa nyota wa mchezo wa leo. Kitendo cha kukosa nafasi au kupata nafasi ni kitendo cha kutengeneza nafasi. Kwa hiyo timu inatengeneza nafasi vizuri na tunakosa. Sio kama wanakosa maksudi, ni umakini tu kidogo ungeongezeka na zaidi tungepata magoli mengi. Kwa hiyo kukosa nafasi ni kutengeneza nafasi nyingi. Kwa hiyo tumetengeneza nafasi, tumepata moja, alhamdulillah, kumshukuru Mungu, kwa sababu wachezaji wengi wametengeneza nafasi na lengo letu ni kwa kushinda, na tumepambana vizuri, tumepata ushindi wa goli moja, pia sio mbaya. Tunategemea kumuona Semfuko huyu wa leo sasa muendelezo. Kikubwa ni kupambana zaidi na mwalimu kutuamini, si wachezaji, kwa sababu mwalimu mpaka tumecheza hapo juu anatuamini sana. Anatuamini, kwa hiyo hata kama nafasi ikipatikana kwenye ligi tutazidi kupambana. Kwa hiyo si yenyewe hatufi moyo wachezaji. Wachezaji wengi tuliocheza hapa ni wachezaji ambao kama niseme kosi cha pili, kwa sababu walipata nafasi. Kwa hiyo tumepata nafasi, tumepambana. Kwa hiyo anaona mwalimu kama wachezaji wanaweza kupambana, kwa hiyo ni yeye mwenyewe tu mwalimu kuamua, na tukiamka vizuri tutapata nafasi kwa nafasi inshallah kila siku. Coach say. Hey.